الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلى الله وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه حق ما يمين. وارحمنا اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu, kwanza namshukuru Allah na pia namtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba zake kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na inshallah akatuingize peponi kwa rehema zake. Amina. Ndugu zangu, nimepewa takriban lisaa lizima, lakini kutokana na hali na mazingira tuliyokuwa nayo katika siku leo, nitaomba Mwenyezi Mungu anijalie nizungumze chini ya lisaa moja. Tusemeni inshallah. Ahamu fauka muhimu, katika umuhimu uliopitiliza umuhimu. Kwanza namshukuru rais wa kituo Sheikh Abu Jadawi kwa mwaliko wako kwetu kuweza kuhudhuria katika kituo chako katika siku ya leo iliyokuwa tukufu kabisa miongoni katika masiku matukufu. Ni mapenzi makubwa sana. Takriban kama siku mbili zilizopita tulikuwa katika mkoa wa Katavi katika mji wa Mpanda. Niko mimi pamoja na Alhaji Dr. Sule pamoja na Sheikh Said Zubairi. Na tumerudi juzi usiku kwa usiku, tumeingia takriban saa 6 usiku Tabora. Na jana tukaianza safari ya kutoka Tabora saa 9 jioni. Alhamdulillah tukaingia katika mji huu takriban mida kama saa 1 saa 2 usiku katika siku ya jana. Na tupo hapa leo na Mungu akijalia insha Allah kesho tutakuwa ni wenye kurejea Tabora, kwa sababu tuna ratiba ndefu sana katika mkoa wa Katavi na tunaomba mtuombee dua insha Allah. Na miongoni katika vitu ambavyo navizungumza kabisa hapa muweze kuvijua, wiki ijayo Jumapili inayokuja sisi tuna alwiqaya katika mji wa Tabora, na tunafikiria vile vile kuweza kukuondoleeni shekhe wenu walau kwa masiku kadhaa, Sheikh Abu Jadawi naye aweze kuja katika mji wa Tabora. Kama sisi tulivyokuja, basi na wewe utakuja walau takribani wiki moja hivi, watakukosa watu wako. Sasa mbona sisi tumekuja huko? Sasa nyinyi ndio tatizo, mna roho mbaya. Shekhe ana matatizo, tushazungumza naye, ila waumini hawataki. Basi shekhe tutalizungumza kwa siri. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Yaani miongoni katika mapenzi makubwa kabisa kabisa. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri kwa mapenzi mliokuwa nayo ya kumpenda huyu bwana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amina. Leo tuko katika dua kubwa. Lakini nitakachozungumza na vitu vikubwa viwili. Cha kwanza kitaihusu jamii yetu ya Kitanzania. Alafu cha pili nitazungumza kuhusu swala la dua tuliokuwa nalo. Naamini kabisa katika mkutano huu wa siku ya leo wapo watu ambao wamehudhuria na wamekuja kushiriki katika dua ambao si Waislamu. Kweli si kweli? Kweli. Hii yote ni kuonyesha umoja wa kitaifa tuliokuwa nao, amani tuliokuwa nao, mtangamano wa amani katika jamii yetu ya Kitanzania tuliokuwa nayo. Haijapata kutokea kwamba Muislamu na Mkristo wakagombana katika masuala yenye kuhusu imani. Jambo hili halijapata kutokea. Tutagombana katika masuala ya kijamii katika hali ya kawaida. Umemkopesha pesa hakurudisha, amekaa katika nyumba yako hakulipa kodi au hakulipa kwa wakati,
ni magomvi ambayo hata baina ya Muislamu na Muislamu yanatokea, lakini magomvi baina ya Muislamu na Mkristo kwa sababu tu ya kiimani bado hayajapata kutokea, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda kwa mazingira tuliyokuwa nayo. Kituo chetu kiko pamoja na utawala uliokuwepo, na tunaunga mkono harakati zote za serikali ambazo zinafanya kazi katika jamii. Akitokea mtu yoyote akionyesha kutaka kutugawa kwa namna moja ama nyingine, mtu huyo anahitaji kuweza kupigwa vita kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini nazungumza haya? Kabla sijazungumzia ninachokusudia, mimi ni msemaji wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania nzima. Mimi naitwa Ali Muhammad Shatiri, na katika siku ya leo tunaitumia siku ya leo pia kutoa meseji kwa dunia nzima. Yupo mtu ambaye amezungumza katika vyombo vya habari, anaitwa Pastor Monishi. Miongoni katika aliyoyazungumza ni kumshambulia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eti kwa sababu gani katika urais wake anavaa kwa kujifunika kichwa. Na amezungumza akiwa anasema katika mazungumzo yake kwamba masuala hayo ni ya Kiswahili, lakini pia kitendo hiko msituletee Uswahili mfano wa kama kwa watu kuuza vitumbua. Yaani mtu kuvaa hijabu ni Mswahili, lakini pia ni kitendo kinachomwonyesha kama vile rais akivaa vile anafanana na Waswahili wauza vitumbua. Tunasema kwamba haya ni mazingira ya chuki yanayotengenezwa, na sisi kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, nikiwa kama msemaji, tunasema kwamba huyu mtu anahitaji kuchukuliwa na kuhojiwa. Yawezekana nyuma ya pazia zipo baadhi ya chuki ambazo anazo amejaribu kuzidhihirisha kidogo, lakini alionayo katika moyo ni makubwa zaidi kuliko yale aliyoyazungumza. Leo hii hatujafikia pahala kuweza kuwajadili viongozi kwa mavazi yao, kwa sababu kimsingi katika taifa la Tanzania hakuna vazi rasmi kwamba hili ni vazi la rais, kama wanavyofanya Omani. Kilemba cha mfalme wa Omani kinajulikana, akifunga raia atakamatwa kwamba hiki ni special kwa ajili ya mfalme peke yake. Katika Tanzania hatujafikia pahala kuwa na vazi la rais. Hata bungeni wanachosema uvae mavazi nadhifu. Unaweza ukavaa kanzu, unaweza ukavaa suti, unaweza ukavaa koti katika hali nzuri. Sasa huyu anapohoji rais kuvaa akajifunika kichwa kwamba Tanzania sio Islamic State, tunajiuliza alitaka rais avae nini? Alitaka avae miniskirt? Alitaka rais avae top? Alitaka rais aweke wigi? Au alitaka rais afanye kitu gani? Kwa hiyo tunasema kwamba sisi kama Waislamu hatujafikia katika mpango wa kuwapangia watu cha kuvaa, isipokuwa tunachofanya ni kuwafundisha watu imani, wavae vile ambavyo Mungu anataka. Lakini Mheshimiwa Rais yeye ni mtu wa pwani, anatoka katika kisiwa cha Zanzibari. Zanzibar, utamaduni wa mwanamke kujifunika kichwa ni kitu cha kawaida, pasi ya kuzingatia ni Muislamu au Mkristo. Kwa hiyo yote mwenye uwezo wa kuvaa vile anavaa, hazuiwi. Lakini hoja hii imekuja wakati huu kwa sababu kawa rais. Mbona wakati yuko makamu wa rais alikuwa akivaa hivi hivi? Mbona haikuzungumzwa? Kwa hiyo hizi ni chuki, na kwa namna moja ama nyingine tuzilani na tuzikatae. Tanzania ni nchi ambayo haina dini serikali yake, lakini sisi raia tuna dini. Tumeelewana sawa sawa? Rais akiwa pale, akiwa rais katika mamlaka yake ya urais, hawakilishi Uislamu, ila atabaki kuwa Muislamu kama ilivyokuwa wakati wa Mariam Magufuli. Rais naye alikuwa ni Mkristo. Sasa tukisema kwamba watu wasidhihirishe dini zao, tutakataza mtu akiwa Mkristo akiwa rais asiende kanisani, mtu rais akiwa Muislamu asiende msikitini. Hatujafika pahala hapo. Kwa hiyo kitendo alichokizungumza tunakilani, na tunaiomba serikali kwa namna moja ama nyingine ichukue nafasi ya kwenda kumhoji huyu bwana, makusudio yake na malengo yalikuwa ni kitu gani. Sisi Waislamu hatuna matatizo na Wakristo, na ndiyo maana mimi mnaniona nimeoa katika familia ya Kikristo. Yaani baba mkwe wangu ni Mkristo, mama mkwe wangu ni Mkristo, shemeji zangu ni Wakristo. Nimemchomoa mke wangu tu nikamsilimisha, sasa hivi ninaishi naye na watoto naye wawili.
Sasa wakitaka kutuanzishia chokochoko za kidini, haya ni matatizo. Mimi siwezi kwenda kumuua mkwe wangu. Mimi siwezi kwenda kumuua shemeji yangu eti kwa sababu munishi kasema. Haiwezekani. Kwa hiyo serikali uangalie watu kama hawa na iwachukulie hatua mapema kabla haya mambo hayajawa makubwa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaingia katika kusudio letu.